Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, napenda kukukaribisha tena ndugu yangu katika darasa nyingine ambayo ni darasa ya 7 ya kitabu chetu al-usulu thalathatu, misingi mitatu. Na bila kupoteza muda, leo inshallah tutaanza msingi wa pili baada ya darasa ya 6 kumaliza msingi wa kwanza. Kwa hivyo kama uko mpya katika mfululizo wa darasa hizi, basi rudia darasa ya 6 ili uweze kuona msingi wa kwanza ulikuweje na umeishia wapi, ili uweze kuendelea na msingi wa pili. Bila kupoteza muda, inshallah tuanze kusoma msingi wa pili. Asema al-aslu thani. Al-aslu thani, msingi wa pili. Al-aslu, msingi, athani wa pili. Al-aslu thani, msingi wa pili. Maarifatu ni maarifa. Maarifatu dini al-islami bil adillati. Maarifatu ni maarifa au elimu. Dini al-islami, ya dini hii ya Uislamu. Bil adillati, kwa dalili. Kwa hivyo al-aslu thani, msingi wa pili, maarifatu dini al-islami bil adilla, ni maarifa ya kutambua dini hii ya Uislamu bil adillati, kwa dalili. Kwa maana kwa yale yalothibiti katika Qur'ani pamoja na sunna za Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Asema wa huwa, na huo Uislamu. Maana tunasoma maarifa au elimu ya kutambua dini hii ya Uislamu kwa dalili. Je, unaposema huo Uislamu maana yake ni nini haswa? Ndiyo hii ambayo tuisoma hapa, na ndiyo kila Muislamu atakana kuelewa hivyo. Kwa maana nini Uislamu? Anasema wa huwa, na huo Uislamu. Wa huwa, nao, al-istislamu lillahi, ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka taala. Wa huwa, na huo Uislamu. Wa huwa, na huo Uislamu. Al-istislamu lillahi, ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala, ni kujidogosha kwa Allah tabaraka wa taala, kujifanya mtumwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana al-istislamu lillah, kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Bitauhidi, kwa tauhidi, kwa maana kwa kumpwekesha yeye Allah tabaraka wa taala. Bitauhidi, kwa tauhidi, kwa maana ya kumpwekesha yeye Allah tabaraka wa taala. Wal-inqiyadu lahu, na kujiegemeza kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Wal-inqiyadu lahu, na kujiegemeza kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Bitaa, kwa utiifu. Bitaa, kwa utiifu. Bitaati, kwa utiifu. Walbaraatu, na kujitenga. Walbaraatu, na kujitenga. Walbaraatu, na kujitenga. Mina shirki, kutokana na shirki. Mina shirki, kutokana na shirki. Mina shirki, kutokana na shirki. Wa ahlihi, na watu wa shirki. Wa ahlihi, na watu wa shirki. Wa huwa, na huo Uislamu. Wa huwa, na huo Uislamu. Thalathatu maratibu. Thalathatu maratiba, una daraja 3. Maratiba ni daraja. Thalatha ni namba 3. Kwa hivyo wa huwa, na huo Uislamu. Thalathatu maratiba, una daraja 3. Thalathatu maratiba, una daraja 3. Turudia, wasema wa huwa, na huo Uislamu. Al-istislamu lillah, ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Bitauhidi, kwa tauhidi au kwa kumpwekesha yeye Allah tabaraka wa taala. Wal-inqiyadu lahu, na kujiegemeza lahu kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Bitaa, kwa nini? Kwa utiifu. Bitaa, kwa utiifu. Walbaraatu, na kujitenga. Mina shirki, kutokana na shirki. Wa ahlihi, na watu wa shirki. Wa huwa, na huo Uislamu. Thalathatu maratiba, una daraja 3. Thalathatu maratiba, una daraja 3.
Anaendelea sema ni zipi hizo daraja tatu? Anasema al-Islamu, hizo daraja ni hizi sasa. Al-Islamu, Uislamu, wal-imanu na iman, wal-ihsan na ihsan. Kwa hivyo anaposema wa huwa, na huwa Uislamu, thalathatu maratiba, una daraja tatu. Ya kwanza anasema al-Islamu ni Uislamu, wal-imanu na iman, wal-ihsan pamoja na nini na ihsan. Wa kullu na kila martabatin, daraja, laha inazo arkanu, nguzo. Kwa hivyo wa kullu na kila martabatin, daraja, laha inazo arkanun, nguzo. Kwa hivyo na kila daraja ina nguzo zake. Ndio maana hii sentence, wa kullu martabatin laha arkanun, na kila daraja inazo nguzo zake. Almartabatul ula, daraja ya kwanza. Almartabatul ula, daraja ya kwanza. Almartabatul ula, daraja ya kwanza. Shahadataini, ni shahada mbili. Shahadatani, not shahadataini, ni shahadatani, shahada mbili. Anasema fa arkanul islam, basi nguzo za Uislamu. Fa arkanul islam, basi nguzo za Uislamu. Fa arkanul islam, basi nguzo za Uislamu. Khamsatun, ni tano. Khamsatun, ni tano. Shahadatu, ni kushuhudia. Shahadatu, ni kushuhudia. Shahadatu, ni kushuhudia. Alla ilaha, kwamba hakuna Mungu. Alla ilaha, kwamba hakuna Mungu. Illa Allah, isipokuwa Allah tabaraka taala. Illa Allah, isipokuwa Allah tabaraka taala. Wa anna Muhammada, na kwa hakika bila ya shaka. Wa anna Muhammadan, na kwa hakika bila ya shaka ya Muhammad. Rasulullah, ni mtume wa Allah tabaraka taala. Rasulullah, ni mtume wa Allah tabaraka taala. Wa iqamu sala, wa iqamu, na kusimamisha as-sala, sala. Wa iqamu sala, na kusimamisha swala. Wa ita'u zaka, wa ita'u zaka, na kutoa zaka. Wa ita'u zaka, na kutoa zaka. Wa ita'u zaka, na kutoa zaka. Wa saumu, na kufunga. Wa saumu, na kufunga. Ramadhana, Ramadhani. Wa saumu Ramadhana, na kufunga Ramadhani. Wa hajju, na kuhiji. Wa hajju, na kuhiji. Baitillahi alharami, baitillah, nyumba ya Allah, alharam, takatifu. Kwa hivyo wa hajju, na kuhiji. Baitillahi alharam, nyumba, bait kwa maana nyumba, baitillah, nyumba ya Allah, alharam, takatifu. Asema fadalilu, na dalili. Fadalilu, basi dalili. Shahadati, ya shahada. Fadalili shahadatu, basi dalili ya shahada, kwa maana ya kushuhudia. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake mtukufu. Shahida Allah, shahida, ameshuhudia Allah tabaraka taala. Shahida Allah, ameshuhudia Allah tabaraka taala. Annahu, kwa hakika yake yeye Allah tabaraka taala. La ilaha, kwamba hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki. Illa, isipokuwa. Huwa, isipokuwa yeye. Kwa maana hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki illa huwa, isipokuwa yeye Allah tabaraka taala. Wal malaika, na malaika. Wa ulul ilmi, wa ulu kwamba na wenye, na wenye. Al-ilmu, wenye ilmu. Wa ulul ilmu, na wenye elimu pia washuhudia kwamba hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka taala. Qaiman, amesimamisha uumbaji wake Allah tabaraka taala. Ndio maana hii qaima, amesimamisha uumbaji wake Allah tabaraka taala. Bil qisti, kwa uadilifu. Bil qisti, kwa uadilifu. La ilaha, hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki. La ilaha, hakuna Mungu apaswa kuabudiwa kwa haki illa, isipokuwa. Huwa al-azizu, yeye mwenye nguvu. Huwa, yeye al-aziz, mwenye nguvu. Al-hakimu, mwenye hekima. Hii ni suratul Imran aya nambari 18. Wa maanaha, na maana yake. Wa maanaha, na maana yake, kwa maana ya hiyo la ilaha illa Allah, au maana ya shahada ya la ilaha illa Allah. Wa maanaha, na maana yake. La maabuda, hakuna anayepaswa kuabudiwa. La maabuda, hakuna muabudiwa bihaqin, wa haqi. Illa Allah, isipokuwa Allah tabaraka taala. Wahidahu,
peke yake, wahdahu kwa maana peke yake, wahdahu peke yake yeye Allah tabaraka wa taala. Wa maanaha, na maana yake, la maabuda, hakuna muabudiwa, bihaqin wa haqi, illa Allah, isipokuwa Allah tabaraka wa taala, wahdahu peke yake. Asema la ilaha, hakuna Mungu, la ilaha kwa maana hakuna Mungu anayepaswa kuabudiwa kwa haki. Unaposema katika shahada ile ashhadu an la ilaha illa Allah, asa neno hili la ilaha, unaposema la ilaha unamaanisha nini? Kwa hivyo la ilaha nafian inakanusha, nafian inakanusha, nafian inakanusha, jamia vyote, jamia vyote, ma yu'badu ambavyo vinaabudiwa, ma yu'badu ambavyo vinaabudiwa, min dunillah, kinyume na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo unaposema la ilaha kwamba hakuna Mungu, maana yake ni nafian, unakanusha au ni kukanusha, jamia vyote, ma yu'badu ambavyo vinaabudiwa, min dunillah, kinyume na Allah tabaraka wa taala, illa Allah isipokuwa Allah, illa Allah isipokuwa Allah. Kwa maana hiyo sasa illa Allah isipokuwa Allah, muthbitan kwa maana inathibitisha, muthbitan ni kuthibitisha, muthbitan ni kuthibitisha, al-ibadat Allah, ibada zote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, al-ibadat Allah, ibada zote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wahdahu peke yake, la sharika lahu, hana mshirika yeye Allah tabaraka wa taala, la sharika lahu, hana mshirika yeye Allah tabaraka wa taala, fi ibadatihi, katika ibada zake, fi ibadatihi, katika ibada zake, kama annahu, kama annahu kwa hakika yake yeye, kama annahu kama kwa hakika yake yeye alivyo, la sharika lahu, hana mshirika yeye, la sharika lahu, hana mshirika yeye, fi mulkihi, katika ufalume wake, fi mulkihi, katika ufalume wake. Watafsiruha, na tafsiri yake, watafsiruha, na tafsiri yake kwa maana ya tafsiri ya hiyo la ilaha illa Allah, watafsiruha, na tafsiri yake, alladhi ambayo, yuwadhihuha imebainisha wazi au imeweka wazi maana ya la ilaha illa Allah, qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu, qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu. Ndugu yangu, nakukumbusha, ikiwa darasa zinakupa faida, usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kulike. Ni muhimu sana kwa maendeleo ya chaneli hii siku hadi siku insha Allah. Tuendelea. Lakini ninachotaka kukukumbusha hizi mbili hizi. Unaposema la ilaha illa Allah, la ilaha kwa maana nafian kukanusha, illa Allah muthbitan kuthibitisha. Hizo ndizo nguzo mbili za la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ukiulizwa nguzo mbili za la ilaha illa Allah ni nafian wa ithbatan, ni kukanusha na kuthibitisha. Tuendelee na dalili. Qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu, tumeshia. Watafsiruha, na tafsiri yake ya maana ya shahada, alladhi ambayo, yuwadhihuha imebainishwa wazi. Qauluhu ta'ala ni kauli yake mtukufu. Asema wa idh qala, nakumbukeni pale aliposema, wa idh qala, nakumbukeni pale aliposema Ibrahim, Nabi Ibrahim alayhi salam, li abihi, kumwambia baba yake, wa qaumihi, na watu wake, innani kwa hakika yangu mimi, baraum nimejitenga, mimma ta'buduna na vyote mnavyoviabudu ninyi, mimma ta'buduna na vyote mnavyoviabudu ninyi, illa alladhi isipokuwa yule ambaye, fatarani aliyeniumba mimi, fa innahu bas kwa hakika yake, sahdini ataniongoa mimi. Allah asema waja'alaha, na tukajalia maneno yake, waja'alaha na tukajalia, kalimata maneno yake, baqiya ni yenye kubakia, fi aqibihi katika kizazi chake, la'allahum huenda wao, yarji'un wakaja kafanya nini, wakarejea. Hii ni suratu Zukhruf aya namba 26 mpaka aya namba 28. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake mtukufu, qul sema, ya ahla alkitab, eni nyote wa kitabu, ta'alau njooni, ta'alau njooni, ila kalmatin kwenye maneno, ila kalmatin kwenye maneno, sawaim ya sawa, bainana
baina yetu sisi, wa bainakum, na baina yenu ninyi, alla, ya kwamba na'budu, tusiabudu, illa Allah, isipokuwa tumabudu Allah tabaraka taala, wala nushrika, na wala tusimshirikisha Allah tabaraka taala, wala nushrika, na wala tusimshirikisha Allah tabaraka taala, bihi shay'an, kwa chochote kile, wala nushrika bihi shay'an, na wala tusimshirikisha Allah kwa chochote kile, wala yattakhidha, na wala tusijichukulie, wala yattakhidha, na wala tusijichukulie au tusijifanyie, ba'duna, baadhi yetu sisi, ba'dan, na baadhi nyingine, arbaban, kuwa ni miungu, min duni la, kinyume na Allah tabaraka taala. Fa in tawallaw, Allah sema fa in tawallaw, na ikiwa watakengeuka, faqulu, basi sema, ishhadu, kwamba kwa hakika mimi ninashuhudia, bi annana, kwa hakika sisi muslimuna, ni waislamu tuliojisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala. Hii ni suratu Al-Imran aya nambari 64. Wadalilu, na dalili, shahadati, ya kushuhudia, anna Muhammada, kwa hakika Muhammad, Rasulullah, ni mtume wa Allah. Kwa maana unaposhuhudia kwa hakika Muhammad ni mtume wa Allah, maana yake ni nini? Hiyo ndio maana ya kushuhudia. Sasa tuisoma hapa. Wadalilu, na dalili, shahadati, ya kushuhudia, anna Muhammada, kwa hakika Muhammad, Rasulullah, ni mtume wa Allah. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah mtukufu. Laqad jaa, kwa hakika au kwa yakini, jaakum, amekujieni ninyi, rasulun, mtume, min anfusikum, min anfusikum, anaitokana na nafsi zenu, kwa maana anaitokana na asili yenu ninyi, azizun, ni magumu au ni mazito, alaihi, juu yake, ma'anitum, yanayomuhuzunisha, ma'anitum, yanayomuhuzunisha, harisun, anakuhangaikieni nyinyi Rasulullah, harisun, anakuhangaikieni ninyi mtume, au anakutabikeni, alaikum, ninyi, bilmu'minina, na kwa waumini, bilmu'minina, na kwa waumini, raufun, raufun, ni mwenye huruma. Anasema raufun rahimun, kwa maana ni mwenye rahimun, mwenye huruma, rahufun. Naam, bilmu'minina, na kwa waumini, bilmu'minina, na kwa waumini, raufur rahim, ni mpole mwenye huruma, raufur rahim, ni mpole mwenye huruma. Wa maana, na maana, wa maana, na maana, shahadati, ya kushuhudia, shahadati, ya kushuhudia, anna Muhammada, kwa hakika Muhammad, Rasulullah, ni mtume wa Allah, ta'atuhu, ni kumtie Rasulullah, fima amara, fima amara, katika yale ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaamrisha, wa tasdiquhu, na kumsadikisha, wa tasdiquhu, na kumsadikisha, fima akhbara, katika yale anayotolea habari au anaelezea, wajitinabu, na kujitenga, wajitinabu, na kujitenga, ma'anhu naha, yale anayoyakataza, ma'anhu naha, yale anayoyakataza, wazajara, na kuyakemea, wa alla, na kwamba yu'badu Allah, asiabudiwe Allah tabaraka wa taala, illa bima shar'a, isipokuwa kwa yale yaliyo katika sheria, illa bima shar'a, isipokuwa kwa yale yaliyo katika sheria. Ndugu yangu, kwa leo inshallah tutaishia hapo inshallah katika hii darasa 7. Darasa inayokuja inshallah tutaendelea. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.